wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha atakuletea yote kimichezo ambao hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Isike Freddy. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo baada ya ligi kuu Tanzania bara kutamatika na mashindano yote kuisha. Tunaelekea sasa katika dirisha kubwa la usajili, dirisha ambalo tayari limeshaanza kuzungumzwa na nyota mbalimbali wanahusishwa na virabu vikubwa hapa nyumbani kwetu Tanzania. Jina la Salif Diarasoba kutokea ASEC Mimosas linatajwa kwa kasi kweli kweli ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni winga huyu ambaye anahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Isike Freddy, namna ambavyo unavyoitazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa, licha ya kumaliza katika hatua ya fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kumaliza nafasi ya pili ndani ya ligi kuu Tanzania bara, unaona ingizo la Salif linaenda kuwasaidia wapi kutokana na Simba walipoishia msimu huu na madhaifu ya kikosi chao? Kwanza nimependa namna ulivyotamka jina la Salif. Hebu litamke tena. Mtamka, umeongea kama Kifaransa kule mbele, umetamka sawa sawia. Sio watu wengi ambao wanaweza kulitamka jina la Salifo ambao umelitaja. Mimi naomba nitaje la kwanza tu, la pili kidogo ni refu la Kibantu. Bwana, mimi kwangu nategemea klabu ambayo itakuwa ina pilika nyingi sana kwenye dirisha hili kubwa za usajili, basi miongoni mwa hizo klabu kwenye nchi yetu ni klabu ya Simba. Simba hawana namna yoyote ya kukwepa, ni lazima waendelee kufanya usajili mkubwa kwa dirisha hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu dirisha lililopita kubwa na dogo, Simba waliingiza wachezaji wengi sana wa ndani na wa nje, na miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa yanawasumbua Simba kwa kweli ni mwazi. Eneo la goalkeeper lilikuwa linawasumbua, lakini hata kwenye beki yao ya katikati ilikuwa hajatulia vizuri. Lakini ukienda kwenye eneo la kiungo ndo lilikuwa lina shida zaidi, hasa kwenye kiungo wa uzuiaji na eneo la juu la kiungo wale ambao kwenye nafasi za ushambuliaji, maana yake unasema nambari 10 na wale viungo wawili wa pembeni ama washambuliaji wa pembeni wawili. Maeneo haya yalikuwa na shida sana, lakini Simba pia ilikuwa na shida kwenye eneo la ushambuliaji, kwenye nafasi ya nani atakuwa anafunga magoli. Kwa hiyo kwangu mimi kukiangalia namna ambavyo Simba ilika pre-season kule Ismailia ikarudi Tanzania kucheza kwenye mashindano ya Ngao Jamii na kufanya vizuri, tukaanza kuangalia maeneo gani yameanza kuonesha kwamba yameanza kupata tiba na yapi ambayo hajaanza kupata. Kwa kwangu mimi eneo la kwanza ambalo Simba angalau kwenye msimu uliomalizwa lilifanyia ukarabati na likaonesha matokeo ni eneo la goalkeeper, kwa kuingia Musa Pinpin Kamara. Hakika nikiri wazi kwamba angalau level za Aish Manula zikaonekana. Ayubu la Kredi alikuwa anajaribu, lakini ilikuwa inakuja alafu inakataa. Tumemshuhudia alikuja kipa Brazil hapa, lakini akaishia kwenye pre-season akaondoka. Lakini wameingia hapa magolikipa kadha wa kadha, lakini angalau kwenye eneo la goalkeeper kwa sasa Simba wanaye mtu ambaye anatija kwenye msimu wake wa kwanza moja kwa moja amekwenda kwa goalkeeper bora msimu. Maana yake ana clean sheet 19 na ndo clean sheet ambazo alizipata Aish Manula miaka kadhaa iliyopita. Ili eneo Simba wakawa wamefanikiwa na niongera sana. Eneo la pili ambalo Simba ilibidi waongeze nguvu ni eneo la safu ya ulinzi. Maana yake mabeki wa katikati walikuwa tatizo sana, na mpaka tunamaliza msimu kwangu mimi Simba kwenye nafasi ya walinzi wawili wa katikati bado hawajapata pair. Bado hawajapata watu ambao wana mechi. Wana mabeki wazuri, lakini hawaja mechi kuonyesha Simba inahitaji nini. Kwa hiyo Simba kwenye msimu huu mabeki wawili wa kushoto na kulia haijawa tatizo, kwa sababu wana mabeki wenye consistency ya miaka 10 sasa. Yupo Shomari Kapombe na Shabalala. Kwenye eneo la katikati Shefondo Malone aliingia. Unajua nini? Hapa nakuja kwenye swali lako la kiungo pale, tutakwenda tutafika pale kwa kiungo. Hapa kwenye mabeki wawili wa katikati Simba miaka kadhaa nyuma ilikuwa ina Pasco wao, ikaja Erasto Junior kacheza, sijui Joshua Nyang kacheza hapo, wamecheza watu wengi hapo, umeelewa, mpaka kina Mlipilo amecheza pale katikati. Baada ya kuondoka zama za kina Pasco hawa, Simba ikawa anatafuta nani atakuja kutengeneza safu bora nyingine. Wamezurura sana, wamehangaika sana, wakampata angalau Shefondo Malone kama mtu wa kwanza kutengeneza safu ya ulinzi ya Simba. Mtu wa pili kucheza na Shefondo Malone ndio tatizo. Kila kijaribiwa mtu ilikuwa haitoi mrejesho mzuri, ndio akapata Shamu Karabu kama mtu ambaye atakuja kumatch katikati, lakini alivyokuja hakutoa majibu rahisi. Abdurazak Hamza ambaye huyu hakuja kama aingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja baada ya Simba kumkosa Lawio Coastal Union, huyu ndio alikuja kama plan B, lakini Mungu
si Asumani wala sio Steven, huyu ndio alipenya kikosi cha kwanza, lakini naye mpaka msimu unaisha majeraha yamekuwa kimsumbua. Kwa hiyo Simba haijapata ubora kwenye eneo la ulinzi. Eneo lingine lilonyima ubingwa wa Simba msimu basi ni safu yao ya ulinzi. Haina ubora kama ilivyokuwa safu ya mabingwa walomaliza klabu ya Yanga. Sasa swali lako lipo kwenye sehemu ya kiungo. Anatajwa Salifo kutoka ASEC Mimosas. Kati ya eneo ambalo tumeligeuza kuwa dambwe letu kwenye usajili kwa vilabu vya sasa nyumbani, basi ni eneo la Ivory Coast. Na eneo hilo sana tumekuwa tunakikimbilia ASEC Mimosas, ambaye huyu ndo kama baba la vipaji pale katika nchi ya Ivory Coast. Mashujaa wengi wametengenezwa pale, lakini sasa pia wachezaji wazuri hawajaisha pale. Stephen Aziz Ki amekuja, Pacome Zouzoua, hao wote wana hadhi ya MVP walipotoka. Amekuja Poku yuko Singida Black Star, Big Star pale, naye kutoka Ivory Coast, ASEC Mimosas pia kapita. Lakini pia tumeona umemtaja Jinchazawa kutoka Ivory Coast, lakini sio ASEC Mimosas. Kwa hiyo ukichukua ASEC Mimosas kama mama wa vipaji pale Ivory Coast, lakini nchi ya Ivory Coast imekuwa ni eneo letu muhimu kwa kufanya sajili kwenye hii miaka karibuni. Tukumbuke tulikuwa tunakwenda sana zamani Zambia, tulikuwa tunakwenda sana Kenya, tulikuwa tunaenda sana Uganda, tukahamia Kongo. Ingawa Kongo hatujamaliza bado tunavuna madini, lakini sasa kila msimu tunaona mastaa wanatokea ASEC Mimosas. Kwangu mimi Simba inahitaji viungo wa maana sana. Mpira duniani ni kuibia siri Beki Kisiki na mtazamaji wa 69 TV. Mpira duniani muda mwingi unachezwa kwenye eneo la kiungo kuliko eneo lingine lolote. Sijui kama unielewa. Ukitaka waimarishe zaidi, haipo timu duniani ikawa na mafanikio alafu mpira kwenye eneo lake la kiungo ni dhaifu. Haipo kwenye zama hizi. Zama za Pep Guardiola lazima uwe na viungo nondo ambao wanaweza kukaa na mpira muda mrefu. Umenielewa? Na mpira unakaa eneo la kiungo. Sasa kama unakosa viungo wenye tija, tafasiri unakosa uwezo wa kuchukua ubingwa na kushinda mechi. Kwa hiyo Simba wameisha nafasi ya pili. Tafasiri nafasi ya kwanza ni Yanga. Tafasiri unatakiwa na viungo ambao wanaizidi Yanga, ndio maana yake. Ukimtazama Yusuf Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma aliyotoka, ukimtazama Mzamiru Yasini, ukitazama Jeffa, kina Deborah Fernandez Mavambo na wengine unawajua ambao wamecheza kwenye eneo la kiungo msimu huu, wengi hawajawa na ubora unaomithilika kama viungo wa klabu ya Yanga. Alidi Aucho hajawa na msimu bora, lakini amekuwa na quality. Yaani akicheza unaona quality. Sijui umeelewa? Na ukimchukua Halidi Aucho maana unaweza kumtazama Fabrice Luamba Ngoma kwa maana ya daraja la uzoefu na mambo kama hayo. Ukimtizama Ngoma sasa, ukija kwa kijana wetu nyumbani, Ngoma ukimtizama, Ngoma anakupa nafasi yake ya kuzuia tu, lakini mpira wa leo sio kuzuia tu. Halidi Aucho pamoja na kuzuia kama kiungo chini, lakini Halidi Aucho ndo brain ya timu, ndio anayepiga pasi ya kwanza yenye shikamoo kabla hajatokiwa marahaba na washambuliaji. Simba Kagoma ana uwezo kuzuia, lakini hana pasi ya shikamoo marahaba, hajaipata. Ila ana uwezo kwenda kufanya fujo, kwenda kumbugudhi kiungo bora wa timu nyingine. Lakini haitaki kuishia hapo. Ndio ukishafanya hizo fujo kama kiungo wa sehemu ya ulinzi, basi unapiga pasi yako ya shikamoo ili watu waitike marahaba. Kwa hiyo Simba inakosa quality kwenye eneo la kiungo la Halidi Aucho. Angalau Fabrice Luamba Ngoma alikuwa ana pasi ufunguo, anaweza kazima moja kwa sababu eneo lao halina ubora sana, akapiga kamba kwenda kwa Joshua Mutale, kwenda kwa Kibu Dennis, kwenda kwa Mpanzu na timu ikakimbia kwa haraka. Kwa hiyo kwa sababu anaondoka Fabrice Ngoma, lazima uhitaji mtu mwenye karba ya Salifo. Ndio maana Simba wameanza kutafuta watu bora kwenye hilo eneo, kujaza hilo eneo, kwa sababu Simba inasemwa kama haujasikia ni kuibia tu za ndani. Kuna takriban wachezaji 6 wa kigeni wanaondoka, sio wanaondoka na Murtaza Mangungu, wanaondoka wao. Simba inafanya reshuffle takriban wachezaji wasipungua 5 hadi 6 wa kigeni, na katika hao wachezaji tayari Fabrice Luamba Ngoma ameondoka, wamebaki 5 yasemwa na kusemwa kwamba inawezekana Kijefa, Deborah Fernandez Mavambo, Joshua Mutal. Hawa ni wachezaji 3 nasemwa, lakini pia nasemwa pia Ateba, mguu ndani mguu nje. Kwa kama Simba anaondoka kwa Kijefa, si ndio? Kama Simba anaweza kaondoka Joshua, si ndio, Mutale, si ndio? Au Budo Enam. Wote hao ni wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la kiungo, maeneo tofauti. Si ndio? Na ndio maana unaona Simba anahusishwa na wachezaji wa daraja hili la Salifo kutoka ASEC Mimosas. Kwangu mimi Simba inahitaji material bora kama ya Salifo kwenye kikosi chao, hasa kwenye eneo la kiungo. Acheze kulia, acheze kushoto, hiyo sio shida. Mchezaji ambaye
amechezea under 20 Burkina Faso, akachezea timu kubwa ya Chani Ivory Coast, huyo sio mchezaji wa Masiara. Hakika ni product ambayo Simba inawahitaji. Turejelee maneno ya kocha wa Simba baada ya kupigwa goli 2 na watani wa jadi. Alisema wachezaji wengi amewakuta. Yeye ameongeza wachezaji wawili ama watatu. Ameongeza kama sikosei Kamara, Ateba na Mpanzu dirisha dogo. Kwa hiyo tafasiri ni kwamba Simba wanahitaji viungo bora wenye kariba ya Yanga na kuizidi Yanga ili waweze kurudi kwenye ligi, waweze kuchukua na ubingwa, waweze kushindania ubingwa kwenye kama walivyoshindana msimu huu. Wameishia finali shirikisho, lakini Simba hawakuwa na msimu bora kwa kiwango hicho, ila walikuwa pia na msimu wenye bahati kwa kiwango fulani. Walifika mpaka finali lakini wamekosa kila kitu. Eneo liloangusha miongoni mwao, ukiataja maeneo mengi basi eneo la kiungo pia, yani unaweza kutaja kama asingekuja Mpanzu, sijui Simba wangeishia wapi. Isiki. Narejea maneno yangu, kama asingeingia Mpanzu akakliki dirisha dogo, sijui Simba angekuwa wapi. Niulize kwa nini? Kwa nini Mpanzu ameleta morali ndani ya kikosi cha Simba? Mpaka ligi inaisha mchezaji hatari zaidi wa Simba ni Mpanzu. Huwa amemaliza na namba. Mpaka msimu unaisha mchezaji hatari. Sizungumzi machechari. Mchezaji hatari wa Simba ni Eli Mpanzu. Hana magoli ya Ahoua, hana pasi za Ahoua, hana man of the match nyingi, lakini ndani ya uwanja ukiacha takwimu, ukiacha maelezo ya namba, mchezaji ambaye alikuwa akiwepo uwanjani na mpira ukiwa kwake, unaona afya kwa klabu ya Simba kwenye kushambulia ni Mpanzu. Ahoua ni mchezaji mzuri kwenye matukio. Ahoua alichagua mambo ya kufanya kwa ufasaha ndani ya pitch. Ukinipa faulu nje ya 18 hesabia goli asilimia 80, ukinipa penalty asilimia 90 goli. Sawa, ukinipasia kwenye box nikipiga shoot on target hesabia ni goli. Nje ya hapo Ahoua hajawa mchezaji ambaye anaathiri mchezo kwa mtazamo chanya. Unajua kuna athari chanya kwenye mchezo na athari hasi. Mpanzu amekuwa na athari chanya zaidi kuliko Ahoua. Na kama Mpanzu angecheza msimu mzima, leo tulikuwa tunazungumza nani MVP kati ya Pacome Zouzoua na Eli Mpanzu, na sio kama ilivyo sasa Jean Charles Ahoua na Pacome. Kwangu mimi Mpanzu ndio silaha bora zaidi iliyowafikisha Simba hapo finali shirikisho Afrika, lakini pia kuipa matumaini ya kutetea kupigania ubingwa NBC. Kwa mimi naamini Salfu aje na wengine waje wenye hadhi ya Salfu kutoka ASEC Mimosas, kwa sababu Simba inahitaji reshuffle kwenye eneo la kiungo tena ya maana sana, ili haya tumtaki nani yapungue. Hivyo basi kwangu mimi Salfu daraja la kutosha kabisa kwenye kikosi cha Simba. Shukrani sana Isike Fred. Asante sana mtazamaji wa 69 Sports. Mimi ni Isike Fred Eli Kapitano. Mzoe nipe chafu nikupe safi, ukinipa nyeusi na kupa nyeupe ndonga kama tishu, ukitema kulia nafukia kushoto, ukinipa nakupa, alafu golikipa namjua. I'm out.